أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. na anasema leo katika kumbukumbu za maswahaba nitaeleza machache. Sahaba wa kwanza ni Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzir, ambaye kuhusu yeye kuna riwaya zingine zilizopatikana ambazo nazieleza hapa. Maelezo yake yamekwisha elezwa tayari. Alama ibni Abdulbar anaandika katika kitabu chake Al-Istiyab ya kwamba Hazrat Abdullah bin Abbas raziyallahu anhu aya ya Qurani tukufu isemayo wa akharuna atarafu bizunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayia, na wako wengine waliokiri zambi zao wakachanganya vitendo vizuri na vingine vibaya. Abdullah bin Abbas anasema ya kwamba aya hiyo ilishuka kuhusu Abu Lubaba na wenzake 7 watu hawa wakabaki nyuma katika vita vya Tabuk. Baadaye wakajuta na wakatubu mbele ya Allah na wakajifunga na nguzo. Kitendo chao kizuri kilikuwa ni kutubu na kibaya kilikuwa ni kukaa nyuma katika jihadi. Mujamme bin Jaria anasimulia ya kwamba Hazrat Khansa binti Khidam alikuwa katika ndoa ya Hazrat Unais bin Qatada pale alipouawa shahidi katika siku ya Uhud. Kisha baba ya Hazrat Khansa binti Khidam akamoza na mtu mmoja wa kabila la Muzena ambaye yeye alikuwa hampendi. Hat Khansa akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akavunja ndoa yake. Hapo Hat Lubaba akamoa Hat Khansa na Saib bin Abu Lubaba akazaliwa kutoka kwake. Imesimuliwa na Abdul Jabbar bin Warti ya kwamba mimi nilimsikia Ibni Abi Mulaika alikuwa akisema ya kwamba Abdullah bin Abi Yazid anasema ya kuwa hata Abu Lubaba alipita karibu nasi, tulikuwa pamoja naye mpaka yeye akaenda nyumbani kwake. Sisi pia tukaingia naye katika nyumba yake. Tukaona mtu mmoja ameketi katika nguo zilizochakaa. Mimi nikamsikia akisema ya kwamba mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mtu asiyesoma Qurani tukufu kwa sauti nzuri yeye hatokani nasi. Kisha anayefuata ni Hazrat Abu Azia Thabit bin Noman. Riwaya moja inasema ya kwamba Hazrat Abu Zia alikuwa ametoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya vita vya Badr, lakini kwa sababu ya kupigwa na incha ya jiwe akapata jeraha juu ya muundi wake, na kwa sababu yake yeye akarejea nyuma na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwekea sehemu katika Badr. Kisha anayefuata ni Hat Ansa maula ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. kunia ya Hat Ansa ilikuwa ni Abu Masru na kwa wengine ilikuwa imeelezwa kama Abu Misra. Hat Ansa alizaliwa katika Saraa
sara ni mahala karibu na uhabeshi na yemen. Imeelezwa kuhusu hijra yake ya kwamba yeye alipohamia madina akaishi kwa hat kulthum bin hidam, ilhali sawa na baadhi ya riwaya yeye akaishi kwa hat saad bin khaisama. imam zuhri anaeleza ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa rukhsa wenye kukutana naye baada ya azuhuri, na hata ansa alikuwa akiomba rukhsa kutoka kwa mtume salallahu alaihi wasallam kwa ajili yao, yani kumpa taarifa ndani kuhusu wale waliokuja kukutana naye. hiyo ilikuwa ni kazi yake. kisha anayefuata ni hat marsad bin abi marsad. imran bin mana anasema ya kwamba abu marsad na mwanaye marsad bin abi marsad walipohamia madina, wakati ule wao wakaishi kwa hat kulsum bin hidam. muhammad bin umar anasema ya kwamba yeye alishiriki katika vita vya uhud, na siku ya vita vya raji yeye aliuawa shahidi. kuna habari ya mtoto mmoja wa hat marsad aitwaye unais bin abi marsad al ghanawi, yeye anaitwa anas pia, lakini katika sehemu nyingi jina linalopatikana ni anis. yeye alikuwepo pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam katika ushindi wa makka na kwenye vita vya hunain. ibn hajar amesema kwamba kifo cha hat marsad kilitokea safar mwaka wa 4 hijra. kisha anayefuata ni hat abu marsad kanaz bin al husein al ghanawi. jina lake lilikuwa ni kanaz, mtoto wa husein bin yarmuk. kuhusu jina lake kuna hitilafu. kwa wengine jina lake lilikuwa ni kanaz bin husein, ilhali kwa wengine lilikuwa husein bin kanaz, na pia inasemwa kwamba jina lake lilikuwa ni aman, lakini alikuwa maarufu kwa jina la husein bin kanaz. hat abu marsad umri wake ulikuwa ni sawa na umri wa hat hamza, na alikuwa mwenzake. alikuwa na kimo kirefu na nywele za kichwa chake zilikuwa nyingi. hat abu marsad na mtoto wake hat marsad wote wawili raziallahu anhuma walipata bahati ya kushiriki katika vita vya badar, na mtoto wake hat marsad akauawa shahidi katika tukio la rajii kama ilivyoelezwa hapo kabla. kuna mjukuu wa hat marsad hat unais bin marsad pia alikuwa sahaba wa mtume salallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa pamoja na mtume salallahu alaihi wasallam katika ushindi wa makka na kwenye vita vya hunain. imeelezwa ya kwamba rabiul awal mwaka wa pili wa hijra mtume salallahu alaihi wasallam alituma kikosi cha wahajiri 30 chini ya uongozi wa baba yake mdogo hat hamza bin abdul muttalib kwenda kuelekea mashariki ya madina, eneo la saiful bahar is. hat hamza na wenzake wakafika haraka haraka huko, ndipo wakaona ya kwamba chifu mkuu wa maka abu jahl akiwa na wanajeshi 300 yupo ili kupigana nao. majeshi yote mawili yakaanza kupanga safu ana kwa ana, na vita ilikuwa karibu kutokea. ndipo chifu wa eneo hilo majdi bin al juhni ambaye alikuwa na uhusiano mzuri na makundi yote mawili, kwa kuingilia kati akawazuia kupigana vita, na vita haikutokea. msafara huo ni maarufu na mashuhuri kwa jina la saria hamza bin abdul muttalib. hata abu marsad pia alikuwepo katika safari hiyo. riwaya inasema ya kwamba mtume salallahu alaihi wasallam bendera ya kwanza alikuwa amemkabidhi hat hamza, na katika vita hiyo bendera hii hat hamza ilikuwa imebebwa na hat marsad. kisha kuna kumbukumbu za hat salid bin qais bin amr. salid alitokana na banu adi bin najjar, tawi moja la kabila la khazraj la ansar. jina la mama yake
lilikuwa hat zughaba binti zurara ambaye alikuwa dada wa hat asad bin zurara. riwaya moja inasema ya kwamba siku ya vita ya badr hat khalid bin qais alikuwa amemkamata na kumfunga ndani walid bin walid ambaye alikuwa ndugu ya khalid bin walid. na wakati wa ushindi wa makka bendera ya kabila la ansar banu mazin ilikuwa kwa hat khalid bin qais. vivi hivyo katika vita vya hunain bendera ya banu mazin ilikuwa kwa hat khalid. mwaka wa 13 hijra ilhali kwa wingine mwanzoni mwa mwaka wa 14 hijra katika zama za ukhalifa wa umar ilitokea tukio la vita ya jisr. vita hii ilitokea kati ya waislamu na waajemi katika eneo la iraq ya kisasa. katika vita hiyo kamanda mkuu wa waislamu alikuwa hat abu ubaid bin masud thaqafi. hivyo vita hii inaitwa vita ya jisr abi ubaid. vita hii ina majina mengine kama vile vita ya maroha ambalo ni jina la mahala palipo kandoni mwa mto wa farat, vita ya kustuntuf hilo pia ni eneo moja karibu na kufa. katika vita hiyo wairani 2,000 waliuawa ilhali kwa mujibu wa riwaya zingine wairani 6,000 wakauawa. na sawa na baadhi ya riwaya waislamu 18 wakauawa shahidi ilhali kwa baadhi ya riwaya waislamu 4,000 wakauawa shahidi wakiwemo ansar 70 na wahajiri 20 na wawili. na hat salid bin qais pia alikuwa shahidi mmoja wao. na kwa wengine katika vita hiyo mtu wa mwisho aliuawa shahidi alikuwa salid bin qais. sawa na rai ya baadhi ya wanahistoria kizazi chake hakikuendelea mbele ilhali kwa wengine jina la mtoto wake lilikuwa ni abdullah bin salid ambaye amesimulia riwaya moja kutoka kwake. na sawa na riwaya nyingine hat salid alikuwa na binti mmoja ambaye jina lake lilikuwa subeta ambaye alizaliwa kutoka kwa hat sukheta binti simma. mwandishi wa ustul ghaba anaandika kwamba kizazi cha watoto wake hakikuendelea mbele. abdullah bin sulayat bin qais anasimulia kutoka kwa baba yake hat sulayat bin qais ya kwamba katika ansar mtu mmoja alikuwa na bustani ambamo ndani yake kulikuwa na mitende ya ansari mwingine. na mtu huyo alikuwa akija katika bustani hii asubuhi na jioni. mtume saa salam akamwamuru ya kwamba miti ya tende iliyopo karibu na ukuta wa bustani yeye ampatie mmiliki wa bustani tende zake. kisha anayefuata ni hat mujazzir bin ziyad. musa bin ukba ameeleza ya kwamba watu wanafikiri ya kwamba abu yasr alimua abu bakhtari na watu wengi wamesema ya kwamba mujazzir alikuwa amemua. hat mujazzir katika zama za ujahilia alikuwa amemua suail bin samit na mauaji hayo yalisababisha vita ya boas kutokea. baadaye hat mujazzir na hat haris bin suaid bin samit wakakubali islam, lakini haris bin suaid akaendelea kutafuta nafasi ili katika kulipiza kisasi cha baba yake amue. katika vita ya uhud quraish walipogeuka na kuwashambulia waislamu haris bin suaid akamshambulia kutoka nyuma na akamua shahidi. wakati wa kurejea kutoka vita vya hamra ul asad jibrail akaja kwa mtume saa salam na akamwambia kuhusu tukio hilo ya kwamba haris bin suaid amemua mujazzir bin ziyad kwa udanganifu na akamwamuru mtume saa salam ya kwamba yeye katika kisasi cha mujazzir bin ziyad amue haris bin suaid. mtume saa salam akaenda siku ambapo ilikuwa joto kali sana katika Quba. hat uwam bin saida sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mlango wa msikiti wa Quba akamua haris bin suaid. hiyo ni riwaya ya tabaqatul kubra. kisha anayefuata ni hat rifa bin rafi bin malik bin ujlan.
imeandikwa ya kwamba tukio lake la kukubali islam jinsi lilivyoelezwa ni ya kwamba muaz bin rifaa anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba yeye yani hat rifaa bin rafe na binamu yake hat muaz bin afra walitoka na wakafika makka tukufu. wote wawili waliposhuka chini kutoka mlima wa thania wakamwona mtu mmoja akiketi chini ya mti. sawa na msimuliaji tukio hilo ni kabla ya kutoka kwa answari sita, yani ni tukio kabla ya bayati ukba ula. anasema sisi tulipomwona yeye alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tukasema kwamba tunaenda kwake na mzigo wetu tunaweka kwake ili tufanye tawafu ya baitullah. anasema kwamba sawa na desturi ya zama za ujahilia tukamsalimia mtume saa salam, lakini yeye sawa na njia ya kiislam akatupatika jibu. na anasema ya kwamba tulikuwa tumeshasikia kuhusu mtume ya kwamba mtu fulani amedai katika Makka, lakini hatukumtambua. sisi tukamuuliza mtume saa salam ya kwamba wewe ni nani. mtume akasema kwamba shukeni chini. tukashuka chini na tukamuuliza kwamba mtu huyu yuko wapi ambaye anadai utume na anaeleza kuhusu madai yake, yani yeye anaeleza kuhusu madai yake. mtume akasema kwamba huyu ndiye mimi. kisha anasema kwamba mimi nikasema kwamba niambie kuhusu islam. mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kuhusu islam na akatuuliza ya kwamba ni nani aliyeumba mbingu na ardhi na milima. tukasema kwamba allah ameviumba. mtume saa salam akauliza kwamba nani amewaumbeni. tukasema mwenyezi mungu. mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza kwamba nani ametengeneza masanamu haya mnayo ya abudu. sisi tukasema kwamba tumetengeneza sisi wenyewe. mtume akauliza kisha mwenye kuumba ana haki zaidi ya kuabudiwa au wale walioumbwa? kwa maana hiyo nyini mna haki zaidi ya kuabudiwa, kwani nyini ni wenye kuumba masanamu. na akasema mtume saa salam ya kwamba mimi naita upande wa ibada ya allah na kutamka shahada ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah na mimi ni mtume wa allah, na nawaita watu ili wahurumiane na waachane na uadui unaotokana na zulma za watu. sisi tukasema ya kwamba hapana, wallahi kitu ambacho unatuita upande wake hata kama kikiwa uongo, hata hivyo mambo hayo ni mazuri na ni khulqa njema. wewe uangalie kipando chetu mpaka tufanye tawafu na tureje. muaz bin afra akaendelea kuketi kwa mtume saa salam. rifaa bin rafi anasema kwamba basi mimi nikaenda kufanya tawafu ya baitullah. mimi nikatoa mishale 7 na mshale mmoja nikachagua kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ilikuwa njia yao kwa ajili ya kurizisha moyo. walikuwa wakifanya hivyo. anasema nikaeleka kwa baitullah na nikafanya maombi kwamba e allah, kitu ambacho muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuita kwacho kama ni haki, basi kila mara toa mshale wake. mimi nikapiga kura mara 7 na kila mara, yani kwa mara zote 7 mshale wake ukatoka. mimi nikanena kwa nguvu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. basi watu wakajumuika kwangu na wakasema kwamba huyu ni mjinga na amekuwa sabi. mimi nikasema bali ni mumini. kisha nikaja katika maeneo ya juu ya Makka, yani mtu ambaye mnamzungumzia yeye ni majnuni na ni sabi. mimi nikasema kwamba hapana, bali nahisi yeye ni mtu mwema na mumini. kisha nikaja katika eneo la juu la Makka na Muaz aliponiona akasema rafaa anakuja na uso wenye nuru, na hali hiyo haikuwa kwake wakati wa kwenda, yani kabla ya kusoma kalima uso wake haukuwa na nuru kama ulivyo sasa. basi nikaja na nikakubali islam. mtume saa salam akatusomea sura yusuf na iqra biismi rabbika alladhi khalaq, kisha tukarejea. hatrifa bin rafi anaeleza ya kwamba siku ya badar nilipata mshale juu ya jicho langu na hapo jicho langu likapata majeraha. mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mate juu ya jicho langu na akaniombea, na hapo uchungu wangu na maumivu yangu yakaondoka.
sawa na riwaya nyingine siku ya badr si hat rifa bin rafi bali baba yake rafi bin malik alikuwa amepata mshale juu ya jicho lake. Mungu anajua vizuri zaidi, lakini matokeo ni yale yale kwamba uchungu wake ukaondoka. hat rifa bin rafi anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa ameketi miskitini na tulikuwa pamoja naye. wakati huo huo mtu mmoja akaja kwake ambaye alikuwa bedui. ye akaja kuswali na akaswali haraka haraka, kisha akageuka na akamsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba asalamu iwe juu yako, rudi nyuma na uswali tena, kwani hujaswali swala. yeye akaenda na akaswali, kisha akaja kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume akasema kwamba amani iwe juu yako, na akasema kwamba urudi nyuma na uswali tena, kwani hujaswali. hivyo yeye akafanya hivyo mara mbili au mara tatu, na kila mara alikuwa akija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsalimia, na mtume alikuwa akisema kwamba amani na salam iwe juu yako, urudi nyuma na uswali tena, kwani hujaswali. hapo watu wakaogopa na wakafikiri ya kwamba ina maana mtu aliyeswali haraka haraka hakuswali. watu walikuwa wameketi, yani maswahaba, ambao wakapata hofu kwamba ina maana mtu anayeswali haraka haraka haswali. Hazrat amesema sisi tunapaswa kuchunguza kuhusu hali zetu. kisha mtu huyu akasema kwamba utuonyeshe kwa kuswali na unifundishe, mimi ni binadamu, mimi nafanya juhudi lakini nakosea. hapo mtume akasema kwamba sawa, unapoamua kusimama ili kuswali basi ufanye wuzu kama allah alivyokuumuru kufanya wuzu. kisha kama unakumbuka qurani usome, wa illa usome alhamdulillah, allahu akbar na la ilaha illallah. kisha uende kwenye rukuu na ufanye rukuu kwa utulivu, kisha usimame wima, na kisha ufanye sijda na ufanye sijda kwa utulivu, na kisha ukae na kisha ufanye sijda kwa utulivu. na ulipofanya hivyo swala yako imekamilika, na kama umepunguza basi umepunguza katika swala yako. hadrifa bin rafi anasimulia ya kwamba yeye alikuwa ameketi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo mtume akasema kwamba swala ya mtu haikamiliki mpaka afanye wuzu kama allah alivyomwamuru, na kisha aoshe uso wake na mikono yake hadi vikoni, na afanye masa ya kichwa chake, na aoshe miguu yake hadi vifundo. kuna riwaya nyingine ambayo inapatikana ya kwamba kutoka rifaa bin rafi kwamba yeye alisema kwamba unaposimama na kuelekea kibla basi useme allahu akbar na usome sura al-fatiha, na kisha usome qurani tukufu jinsi unavyoikumbuka au unataka kusoma. na unapofanya rukuu basi uweke viganja vyako juu ya magoti yako na mgongo wako uwe umenioka, na unaposujudu ufanye sijda kwa utulivu, na unapoinua kichwa basi ukae juu ya paja lako la kushoto. kisha sahaba anayefuata ni hat usaid bin malik bin rabia. imesimuliwa na usman bin ubaidullah ya kwamba nilimwona abu usaid, yeye alikuwa akipaka ndevu yake na rangi ya njano. ibne ishaq anasema ya kwamba abu usaid bin malik bin rabia alikuwepo katika vita vya badr, na katika umri wake wa mwisho macho yake yalipozofika yeye alisema kwamba leo kama ningekuwepo katika sehemu ya badr na macho yangu yangekuwa sawasawa, basi ningewaonyesheni mlima ule ambapo malaika walikuwa wakitoka, na mimi sitakuwa na shaka lolote katika hilo. abu usaid bin malik bin rabia saidi anasimulia, yeye anasema ya kwamba tulikuwa tumeketi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo mtu mmoja wa banu salma akaja kwake na akasema, ya rasulallah, wazazi wangu kama wamefariki dunia, je kuna haja ya kuwatindia kwa wema? mtume akasema kwamba ndio, kuwaombea na kufanya istighfar kwa ajili yao, na baada ya kifo chao kutimiza ahadi zao, na wale ambao ni jamaa zao kuwatindia kwa huruma na kwa upole, na kuwaheshimu marafiki zao.
hivyo wazazi wako wataendelea kupata thawabu na roho zao zitaendelea kupata thawabu na wataendelea kupata maghufira. Imesimuliwa na Malik bin Rabia ya kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, e Allah, wenye kunyoa vichwa ufanye maghufira yao. Na mtu mmoja akasema kwamba na wale wanaofupisha nywele. Hapo Mtume akasema mara ya 3 au 4, na wale ambao wamefupisha nywele. Mimi pia siku ile nilikuwa nimenyoa kichwa, na furaha niliyoipata siku ile, hata kama ningepata ngamia mwekundu au mali nyingi nisingepata furaha ile kama nilivyopata. Usman bin Arkam anasimulia kutoka baba yake ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku ya Badr kwamba mali ya ghanima ulionayo uiache. Hapo hata Abu Usaid as-Saidi akaweka chini upanga wa Aizul Murzaban. Yeye akaweka chini upanga wa Aizul Murzaban na Arkam akauinua. Yeye alipoweka chini upanga wa Aizul Murzaban hat Arkam akauinua na akamwambia Mtume sasa kwamba ewe Mtume wa Allah, nipatie upanga huo. Mtume sasa akampatia upanga ule. Kisha anayefuata ni Hazrat Abdullah bin Abdul Asad. Riwaya moja inasema ya kwamba Muhammad bin Ammara anasema ya kuwa wakati wa hijra waliotoka Makka na wakaja Madina, mtu wa kwanza aliyekuja kwetu alikuwa hat Abu Salma bin Abdul Asad. ye akaja Madina mwezi wa Muharram tarehe 10, ilhali Mtume sasam akaja Madina mwezi wa Rabiul Awwal tarehe 12. na wahajiri waliotangulia kuja na wakaishi kwa Banu Amr bin Auf, na wahajiri waliokuja mwishowe baina yao kuna tofauti ya miezi miwili. hat Salma anaeleza ya kwamba hat Abu Salma alipohamia Madina katika Quba akaishi kwa hat Mubashir bin Abdul Munzir. alipohamia Madina katika Quba akaishi kwa hat Mubashir bin Abdul Munzir, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka udugu baina ya hat Abu Salma bin Abdul Asad na Saad bin Khaisama. Mtu mmoja wa kabila la Banu Tay ambaye alikuwa amekuja Madina kumwona mpwa wake, alipompatia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hii ya kwamba mwana wa Khuwailid, Tulaiha na Salma wanaendelea kuzunguka katika kaumu na kwenye watu wao, na wanaendelea kuwachochea zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wapigane nao vita. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abu Salma yani Abdullah bin Abdul Asad na kumtuma pamoja na wahajiri na answar 150 ili kupambana na Banu Asad, na akampatia bendera moja, na mtu ambaye alikuwa amempatia taarifa kuhusu Banu Asad akamtuma kama kiongozi wa kumwonyesha njia. Mtume sasa akimwamuru hata Abu Salma akasema kwamba endelea kusonga mbele hadi uende kupiga kambi katika eneo la Banu Asad, na kabla ya wao kupambana nini muwashambulie. juu ya amri hii hat Abu Salma kwa haraka sana akisafiri mchana na usiku akaendelea kwenda mbele akitumia njia zisizo za kawaida, ili kabla ya Banu Asad kupata taarifa kuhusu safari yao yeye afike kwao. hadi akafika juu ya chemchem moja ya Banu Asad na akashambulia sehemu ambapo walikuwa wamefuga wanyama wao, na akawakamata wachungaji wao 3, wengine wakafanikiwa kukimbia. hata Abu Salma akagawa kikosi chake katika sehemu 3, moja akaweka kwake na 2 akazituma hapa na pale. watu hawa wakaja na ngamia na mbuzi wengine, lakini hawakuweza kumkamata mtu yeyote, na kisha hata Abu Salma akarejea Madina. hiyo ni kumbukumbu ya Siratul Halbiya. Amr bin Salma anasema ya kwamba hata Abu Salma alishiriki katika vita ya Badr na Uhud, na Abu Usama Joshmi alimjeruhi katika vita vya Uhud. yeye akamshambulia hata Abu Salma na kisu chake. hata Abu Salma akaendelea kupata matibabu ya jeraha lake kwa mwezi mmoja, jeraha ambalo kizwahiri likapona na ilionekana kwamba ye amepona.
mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa 35 wa hijra alimtuma katika safari moja kuelekea kwa Qatan bin Abu Asad. Kuhusu Qatan wanasema kwamba huo ni mlima ambao ni katikati ya unaza Najd na Khaybar, ambapo Banu Asad bin Khuzaima walikuwa wakiishi. Yeye baada ya kubaki nje ya Madina kwa mausiku 10 akarejea Madina, ambapo jeraha lake likaharibika na kisha akapata maradhi zaidi, na kisha katika mwezi wa Jumadul Akhir tarehe 3 mwaka wa 4 hijra akafariki dunia. Imesimuliwa na Abu Qalaba ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kumjulia hali Abu Salama bin Abdul Asad, na mtume sallam alipokuja roho yake ikatangulia kwenda mbele ya haki. Msimuliaji anasema kwamba hapo kina mama wakaanza kupiga kelele. Mtume akasema kwamba jizuieni na msifanye maombi kuhusu nafsi zenu isipokuwa kheri tu, kwani malaika wanakwepo kwa mayati, au alisema kwamba wanakwepo karibu na ahli za mayati na juu ya dua zao wanasema amin. Hivyo msifanye maombi isipokuwa kheri tu, yani kupiga kelele juu ya mayati na hiyo haitakiwi kuwepo. Kisha alisema kwamba e Allah, kwa ajili yake upanume kaburi lake na umwandalie mwanga ndani yake na uongeze nuru yake na umsamehe mazambi yake. e Allah, umpandishe katika daraja katika watu walioongoka, na wewe uwe msaidizi wa ahli zake na familia yake na sisi na yeye utusamehe. Na kisha akasema kwamba roho inapotoka macho yanakuwa nyuma yake. Je, hamoni kwamba macho yake yanakuwa wazi? kisha anayefuata hat Khalad bin Rafi Azarqi alikuwa Ansari. hat Khalad bin Rafi alitokana na tawi la Ajlan la kabila la Banu Khazraj la Ansar. mama yake alikuwa akiitwa Umme Malik binti Abi bin Malik. jina la mtoto wa hat Khalad lilikuwa Yahya, ambaye alizaliwa kutoka kwa Umme Rafi binti Usman bin Khaldan. watoto wake wote walikuwa wamefariki dunia mwanzoni. kama kuhusu swala, riwaya moja imeelezwa kwamba mtume alisema kwamba uswali tena. katika Sahih Bukhari kuna riwaya hata Abu Huraira anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja miskitini. hapo mtu mmoja akaja na akaswali, kisha akamsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. ye akatoa jibu lake na akasema kwamba rudi na uswali tena, na hivyo akamrudisha nyuma na akasema kwamba rudi na uswali tena kama ilivyoelezwa katika riwaya nyingine. kisha akasema kwamba wallahi, na hapa kwa yule ambaye amekutuma kwa haki, mimi siwezi kuswali kwa uzuri zaidi, hivyo unifundishe. mtume akasema kwamba unaposimama kwa ajili ya swala useme Allahu akbar, na kisha kile unachokumbuka kutoka Qurani usome, kisha ufanye rukuu mpaka upate utulivu katika rukuu, kisha uinue kichwa mpaka usimame wima, kisha ufanye sijda hadi upate utulivu katika sijda, kisha uinue kichwa na ukae kwa utulivu, na ufanye hivyo katika swala yako yote. Alama Ibn Hajar Asqalani anasema kwamba mtu ambaye tukio hili likatokea kwake, ye alikuwa Khalad bin Rafi. kisha anayefuata ni hat Ibad bin Bishr. wakati wa vita vya Khandak, hat Ibad bin Bishr alipata bahati ya kumtumikia mtume sallallahu alaihi wasallam. hat Umme Salma radhiyallahu ta'ala anha anasimulia ya kwamba mimi nilikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Khandak na sikujitenga naye katika sehemu yote. mtume alikuwa akisimamia mwenyewe kazi ya kuchimba handaki. kulikuwa na baridi kali. nilikuwa namwona mtume akasimama na akaswali swala, kisha akatoka nje ya hema lake, na kisha nikamsikia akisema kwamba hawa ni wapanda farasi wa washirikina ambao wanazunguka handaki, nani atawaona? kisha akatoa sauti akisema, ewe Ibad bin Bishr. hat Ibad akasema kwamba mimi nipo huzur. mtume sasa akasema kwamba je, kuna mwingine pamoja nawe? ye akasema kwamba ndio, mimi nipo pamoja na wenzangu wachache na sisi tupo hapa karibu na hema lako. mtume akasema kwamba uende na wenzako na uzunguke handaki.
hawa ni wapanda farasi wa washirikina ambao wanazunguka handaki na wanatamani kwamba wawashambulieni pale mlipoghafilika. kisha mtume saa salam akafanya maombi kwamba e allah, utuondolee shari yao na zidi yao, utusaidie na tupate ushindi juu yao. kisha hat ibad bin bishr akatoka na wenzake na akaona kwamba abu sufyan pamwe na wapanda farasi wachache washirikina alikuwa akizunguka sehemu iliyofinyu ya handaki. waislamu walikuwa wameshapata taarifa walioketi huko, wao wakawarushia mishale na mawe. sisi pia tukawarushia mishale na tukawalazimisha kusogea nyuma na wao wakarejea katika mahema yao. mimi nikaja kwa mtume salallahu alaihi wasallam na nikamkuta akiswali. kisha baadaye nikamwambia kuhusu tukio hilo. hata ume salma raziallahu anha anaeleza ya kwamba kisha mtume salallahu salam akalala mpaka nikasikia sauti ya pumzi yake na yeye hakuamka mpaka nikasikia hat bilal akitwa azwana ya asubuhi. kisha mtume saa salam akatoka nje na akaswalisha swala. hatume salma raziallahu anha anaeleza ya kwamba mwenyezi mungu amrehemu ibad bin bishr, yeye katika masahaba za mtume sallallahu salam aliendelea kubaki karibu na hema la mtume saa salam na akaendelea kulilinda. hat aisha alikuwa akisema ya kwamba katika answar kuna watu watatu ambao ni mbora, yani hat usaid bin huzair, hat saad bin muad, hat ibad bin bishr. kuhusu tahwile kibla kuna riwaya na katika riwaya hiyo jina la ibad bin bishr pia linapatikana. hivyo hat tuwaila raziallahu anha anasimulia ya kwamba sisi katika banu harisa tulikuwa tuna swali sala ya azuhuri au al asiri na tulikuwa tumeswali raka mbili tukielekea baitul maqdas. ndipo mtu mmoja akaja kutuambia kwamba kibla imebadilishwa kuelekea masjid haram. ye anasema kwamba kisha tukabadilisha sehemu na kina baba wakaja juu ya sehemu ya kina mama na kina mama wakaenda juu ya sehemu ya kina baba. na sawa na riwaya moja mtu aliyekuja kutoa taarifa alikuwa ibad bin bishr bin qazi ambaye alitokana na kabila banu harisa. na sawa na kauli nyingine mtu huyu alikuwa ibad bin bishr bin bakhsh ambaye alitokana na banu abdul ashal. wakati wa suluhu ya hudabia kwa niaba ya quraishi wa makka, suhail bin amr alipokuja kuongea na mtume sallallahu alaihi wasallam, hata wakati ule pia hata ibad bin bishr alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mawazi ya chuma, na pamoja naye alikuwepo sahaba mwingine salma bin aslam. wakati wa maongezi suhail alipoanza kuongea kwa sauti ya juu, hata ibad bin bishr akamwambia kwamba ukiwa pamoja na mtume saa salam upunguze sauti yako. hata ibad bin bishr akaendelea kushiriki katika kila vita akiwa kwenye mstari wa mbele. hivyo uyana bin hasan fazari pamwe na wapanda farasi wachache wa banu ghatfan aliposhambulia gaba ambapo ngamia za mtume saa salam walikuwa wakila chakula, yeye akaamua msimamizi wa ngamia na akamchukua mkewe na ngamia za mtume saa salam. habari hii ilipofika madina, wapanda farasi wakaanza kuja kwa mtume saa salam. riwaya zinasema kwamba katika answar baada ya miqdad bin aswad, mtu wa kwanza aliyekuja kwa mtume saa salam alikuwa ibad bin bishr. vita hii ni maarufu kwa jina la ghazwa kard. maelezo yake yamepatikana katika sahih bukhari. ni riwaya kutoka yazid bin abi ubais, anasema kwamba nilimsikia salma bin aqwa alikuwa akisema kwamba mimi kabla ya azwana ya alfajiri nikitoka madina nikaelekea gaba. ngamia za mtume saa salam walikuwa wakila chakula katika eneo la zikard.
nikakutana na mtoto mmoja wa abdurahman bin auf. ye akaniambia kwamba wamechukua ngamia za mtume. sasa nikasema kwamba nani amechukua? ye akasema kwamba watu wa ghatfan. kwa kusikia hayo mimi nikatoa sauti ya sabah na nikapeleka taarifa kwa wale waliokuwa katika viwanja vya madina. kisha nikakimbia kwa nguvu na nikaenda kuwakamata. wao walikuwa wakinywesha wanyama wao maji. mimi nikawashambulia kwa mishale na mimi nilikuwa mahiri katika kuwarushia mishale. nilikuwa nasema shairi kwamba mimi ni mwana wa akwa na siku ya leo kila mmoja atajua kwamba wenye kunyonyesha wamemnyonyesha nani. na nilikuwa nasoma shairi na kuwarushia mishale na nikanyanganya ngamia kutoka kwao na pia nikanyanganya shuka 30 kutoka kwao. katika muda huo mtume sasa akaja pamoja na watu wengine. nikasema ewe mtume wa Allah, mimi sikuwaruhusu kunywa maji na wao walikuwa na kiu, wewe tuma kikosi upande wao. mtume akasema kwamba ewe mwana wa akwa, kwa kuwa umepata ushindi juu yao, hivyo uwatendee kwa wema, kwa upole. hata kwa anasema hapo tukarejea na mtume sasa akanikalisha juu ya ngamia yake na sisi tukaingia katika madina katika hali hiyo hiyo. kisha anayefuata ni Hatib bin Abi Balta. kifo chake kilitokea mwaka wa 30 hijra akiwa na umri wa miaka 65. hat Uthman akaswalisha sala ya jeneza yake. kuhusu sahaba huyo imeandikwa zaidi kwamba Abubakar alimtuma Misri kwenda kukutana na Mukokas ambapo akapanga mkataba uliobaki baina yao hadi shambulizi la hat Amr bin As. hat Hatib alikuwa na mwili mzuri na mwenye ndevu hafifu. alikuwa na kimo cha katikati na mwenye vidole vinene. imesimuliwa na Yaqub bin Utba ya kwamba hat Hatib bin Abi Balta siku ya kifo chake aliacha 4,000 dinar na dirham. alikuwa mfanya biashara na ye aliacha urisi wake katika Madina. kuna riwaya iliyosimuliwa na Jabir ya kwamba safari moja mtumwa wa Hatib akaja kwa mtume saa salam na malalamiko zidi yake na akasema, ewe mtume wa Allah, Hatib lazima ataingia katika jahannam. mtume akasema kwamba umesema uongo, yeye hataingia kwenye jahannam kwani alishiriki katika vita vya Badr na suluhu Hudaybiyah. Said bin Musayyab anasema ya kwamba hat Umar alipita karibu na hat Hatib bin Abi Balta. wakati ule yeye alikuwa akiuza zabibu sokoni. hat Umar akasema kwamba uongeze bei ya bidhaa yako, la sivyo uondoke kutoka soko letu. imeandikwa zaidi kwamba hat Imam Shafi amesimulia ya kwamba Qasim bin Muhammad anasema kwamba hat Umar katika soko la Idgha alipita karibu na hat Hatib. mbele yake vikapu viwili vilikuwa vimejaa na zabibu. hat Umar akamuuliza kuhusu bei zake. ya akasema natoa mud 2 katika dirham moja. hat Umar akasema kwamba nimeambiwa kuhusu msafara unaotoka Taif kwamba wao wana amini juu ya bei yako, wewe uongeze bei yako, la sivyo ukae nyumbani na uuze. hat Umar akaja nyumbani akatafakari, kisha akaenda kukutana hata katika nyumba yake na akasema, kile nilichokuwa nimekuambia sio maana kwamba nimekulazimisha au haikuwa hukumu kutoka kwangu, nilikuwa nimesema hayo ili kwa ajili ya wananchi tu, hivyo unaweza kuuza sawa na bei yako unayotaka. hatu Muslim Maud anasema kwamba katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam katika Madina Munawwara serikali ya Kiislam ilikuwa na mamlaka juu ya bei za bidhaa. hivyo hadithi zinasema ya kwamba safari moja hatu Umar radhiyallahu anhu alikuwa akitembea katika soko la Madina na akaona mtu mmoja Hatib bin Abi Balta anauza zabibu kavu katika soko. hat Umar akamuuliza kuhusu bei zake na ya akasema kwamba nauza mud 2 kwa dirham moja. bei hii ilikuwa chini kuliko bei ya kawaida ya sokoni. hapo akamwamuru kwamba nenda nyumbani kwako na uuze, kwani katika soko huwezi kuuza kwa bei hiyo ya chini, kwani kwa sababu yake
vitu vinaharibika na watu wanapata zana mbaya juu ya wafanya biashara wengine. Muslimu anasema kwamba fukaha wameeleza mijadala mirefu. wengine wamesema Hazrat Umar alikuwa amebadilisha wazo lake, na wengine wamesema kwamba kanuni hii ilikuwa sahihi, na wameandika kwamba huu ni wajibu wa serikali ya kiislam kwamba serikali ipange bei za bidhaa, waila tofauti itatokea katika hulka za watu. Lakini ikumbukwe kwamba vitu ambavyo vinaletwa sokoni, kuhusu vitu hivi bei inapangwa, na vitu ambavyo haviletwi sokoni, kuhusu vitu hivi amri hii haipo. Lakini vitu vinavyoletwa sokoni kuna amri ya islam iliyo wazi kwamba bei moja ipangwe ili mfanya biashara yote asiweze kupunguza au kuongeza. Zura amesema kwamba wale ambao wanajaribu kuwapatia wengine hasara kwa kupunguza bei, hivyo bei moja ipangwe. Wakati wa ghazwa Banu Mustalik mwaka wa 5 hijra, mtume saa salam alipopita karibu na eneo la Naqi akaona maeneo mapana na majani na visima vingi. Mtume saa salam akawauliza masahaba kuhusu visima, akaambiwa kwamba ewe mtume wa Allah, tunapoisifu visima maji yao yanapungua na yanakauka. Hapo mtume saa salam akamwamuru Hatib bin Abi Balta kwamba achimbe kisima, na akatoa amri kwamba Naqi itengenezwe kama malisho, na akamteua Bilal bin Harith Muzni kama msimamizi. Bilal akasema ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ni kiasi gani nitengeneze kama malisho? Mtume akasema kwamba alfajiri ikitoka basi umsimamishe mtu mmoja mwenye sauti ya juu, yani wakati wa giza la usiku sauti zinakwenda mbali, hivyo wakati wa asubuhi usimamishe mtu mmoja juu ya mlima uitwao Mukammal, na angalia pale ambapo sauti yake inafika, basi sehemu hii yote uitengeneze kama malisho kwa ajili ya wanyama wa Waislamu ili waweze kufanya jihadi, yani wanyama wa Waislamu wanaotumika katika jihadi wapate chakula huko. Bilal akasema kwamba kuna amri gani kuhusu wanyama wengine wa Waislamu ambao hawatumiki katika jihadi? Mtume akasema wao hawataingia humo, isipokuwa wale wanaotumika katika jihadi tu wanaweza kupata chakula, na wengine waende kwenye malisho mengine. Hazrat Bilal akasema ewe mtume wa Allah, kuhusu mtu dhaifu au mwanamke dhaifu una wazo gani ambaye awe na idadi ndogo ya mbuzi na makondoo na asiwe na uwezo wa kupeleka katika sehemu nyingine? Mtume akasema kwamba muwaache ili wapate chakula, yani wanyama wa watu maskini muwaache waendelee kupata chakula kwenye malisho hayo. Riwaya hii ambayo imekwisha elezwa tayari kwamba kulikuwa na answari mmoja ambaye alikuwa amebishana na Hat Zubair kuhusu mto wa Harra, mto ambao alikuwa anautumia kwa ajili ya kumwagilia mashamba yake. Answari huyo alikuwa amemwambia Zubair kwamba muache maji yaendelee. Zubair hakukubali na wakaja kwa mtume na ubishi wao. Mtume akamwambia Zubair kwamba wewe umwagilie mashamba yako kisha uache maji kwa ajili jirani yako. Answari akapata hasira na akasema kwamba hukumu hii umetoa kwani huyu ni mtoto wa shangazi yako. Hapo uso wa mtume ukabadilika na akasema kwamba Zubair, umwagilie mashamba yako na kisha uzuie maji hadi yajae hadi matuta. Zubair anasema wallahi mimi naelewa kwamba aya hii ilikuwa imeteremka wakati ule kwamba wao hawatakuwa waumini mpaka wakukubali kama hakimu katika mambo ambayo yanashika sura ya hitilafu kati yao. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Katika hadisi hii Answari aliyetajwa na katika tafasir imeandikwa kuna hitilafu. Katika tafsir Qurtubi sawa na kauli ya Makki wa Nuhas imeandikwa kwamba Answari hiyo alikuwa Hatib bin Abi Balta. Hizi ni habari za maswahaba nilizotaka kuzieleza.
से रह गए हैं वो इंशाल्लाह आइंदा कभी बयान कर दूंगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.